Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika umeteketeza nyumba ya vyumba vitatu na maduka katika mtaa wa Majengo, kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora, huku ukiharibu bidhaa za dukani na samani za ndani ikiwemo vitanda. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, afisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji manispaa ya Tabora, mkaguzi Ashura Kagoma, amesema tukio hilo limetokea usiku wa Jumapili Novemba 23, 2025 majira ya saa 5 usiku, ambapo licha ya moto huo kuwa mkubwa, hakuna madhara yoyote yaliyotokea kwa binadamu, kwani wanafamilia wote wanne wameokolewa wakiwa hai bila majeraha yoyote. Jana majira ya saa 5 na dakika 17 za usiku tuliripotiwa tukio la moto wa nyumba kata ya Ipuli, mtaa wa Nyembo. Kwa haraka askari waliokuwa kituoni walifika eneo la tukio, tukakuta moto huo umeshakuwa mkubwa, tukapambana, tukafanikiwa kuuzima moto huo. Nyumba kwa ujumla ina vyumba vitatu, ina sebule na dining. Tuliokoa baadhi ya vitu sebuleni na chumba cha baba mwenye nyumba, lakini vyumba vingine viwili ambapo alikuwa anaishi mtoto wa kike na chumba kimoja alikuwa analala mtoto wa kiume, yote kila kitu kiliteketea, hakuna kilichookoa. Madhara kwa binadamu hakuna, tulifanikiwa kuwatoa wote wakiwa salama. Kwa upande wa madhara, wameteketea baadhi ya samani za ndani. Kwenye vile vyumba viwili hakuna kilichookolewa, kila kitu kiliteketea. Vitu vilivyokuwemo humo, vitanda viwili, magodoro mawili, baadhi ya vyombo na chakula walikuwa wamehifadhi madini. Lakini kuna baadhi ya vitu sebuleni na kwenye chumba cha baba mwenye nyumba tumeokoa TV, kochi, godoro la baba mwenye nyumba na kitanda. Akizungumza na UFR, mmiliki wa nyumba hiyo, Boniface Seleli, amesimulia mkasa huo ulivyotokea hadi nyumba kuteketea kwa moto. Moto ulianza kuwaka chumba cha watoto, walisikia tu nyumba inatikisika, basi baadaye wakaona moto mlipuka. Nyumba ikawa imeshika moto. Baadaye wanapogonga milango ndio tukashtuka kuja kutoka moshi wote umeenea nyumba nzima. Ndio tukainuka kutoka nje, moto ukaendelea kuteketeza. Kutoka nje ndio tukakumbuka kupiga fire. Fire wamekuja kwa muda. Moto umeshakamata nyumba nzima. Kulikuwa na kreti 300 za bia, kulikuwa na duka la pombe kali, yote vimeteketea. Nguo zote, mali zote ndani zimeisha. Asante. Kwa upande wake, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Majengo, Prosper Lucas, amewashukuru majirani, TANESCO na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kufika kwa wakati na kutoa msaada kwa familia hiyo. Mara baada ya kupata taarifa, kama mjumbe wa serikali ya mtaa, nilifika sehemu husika. Bahati nzuri kabisa, ingawaje sio bahati nzuri ya usalama wa vitu, lakini watu waliwahi kufika na kuanza kuzima moto. Lakini la kushukuru zaidi ni kwamba watu wa fire walifika mapema, watu wa TANESCO walifika mapema kuja kuangalia tatizo ni nini, na wakalifanyia kazi, maana walidisconnect umeme ambao ulikuwa unaingia huku. Na bahati nzuri sasa hakuna madhara yaliyotokea. Pamoja na kwamba moto ulikuwa ni mkubwa, lakini madhara kwa binadamu hakuna. Jambo la kushukuru. Kwanza kabisa ni washukuru wadau wote ambao wameshajitokeza sasa hivi kujaribu kutoa msaada huo. Na hata serikali ya mtaa tuko nao pamoja wananchi, na ukiangalia vikundi vimekaa tofauti. Hiyo yote ni kutaka kujaribu kuangalia ni namna gani tumsaidie mwenzetu. Ni janga kubwa, kama unavyoona nyumba yote kubwa imeteketea. Kwa hiyo ni vema tushirikiane pamoja, na niombe wananchi wenye nafasi wafike kumshika mkono mwenzetu, kumpa msaada ule ambao unaweza kufanyika kibinadamu. Mashuhuda wa tukio hilo, Martin Nestori na Asha Mashaka, wameeleza jinsi walivyoshuhudia tukio na kufika haraka kutoa msaada. Jana usiku
Sisi tumekuja tukushangaa, tulikuwa napiga kelele tukakuta moto. Chanzo cha moto huo wanasema kwamba ilikuwa ni shoti. Basi tukaokoa vitu baadhi, lakini vitu vingi vimeteketea. Sisi ni majirani, kwa hiyo tuliwahi kufika. Tulikuta moto upo na unaendelea. Basi mimi nimesimamisha pikipiki yangu nikafika eneo hilo kuangalia chanzo nini. Nilipofika hapa nimekutana na mke wa mtumishi hapa. Na anatoka ndani huko anapiga kelele kwamba moto. Na mimi kwa nimesogea nimekutana na mfanyakazi wa mtumishi hapa na anatoka ndani anapiga kelele moto. Basi nikafika hapa nikaingia diwani huko nikachukua ndoo ya maji ili nianze kuzima moto. Basi maji yalikuwa machache sikufanikisha kuzima moto. Aidha, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Manispaa ya Tabora limetoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za majanga mbalimbali ikiwemo ya moto kwa wakati ili waweze kufika kwa haraka kutoa msaada na kupunguza ukubwa wa madhara na hasara inayoweza kujitokeza. Wito wangu kwa wananchi, namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni 114. Namba hii ni bure kwa mitandao yote, iwe Vodacom, iwe Tigo, iwe Airtel. Nitoe wito kwa wananchi waitumie namba hii kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kwa sababu pia taarifa tuliyoipata jana ni kama tumeipata kwa kuchelewa.